tunamalizia nukta ya mwisho wa hatta tusahiba rajulan salihan, na mpaka usuhubiane na mtu aliyemwema wewe ili uwe salafi wa kweli. Hatta tusahiba rajulan salihan, mpaka usuhubiane na mtu aliyemwema, min ahli sunnah, kutokana watu wa sunnah, watajtaniba alhizbiyin, na ujitenge na watu mahizbi wanaotengeza makundi katika dini. fadlan anil kafirin, achilia mbali makafiri. والدليل قوله تبارك وتعالى، دليل قولياك الله تبارك وتعالى لكسيما يا أيها الذين آمنوا إني أبا وميامين لا تتخذوا عدوي مسوفاني ما دويزانgu mimi وعدوكم أولياء na maadui zenu nyinyi kuwa nani? Vipenzi vyenu na marafiki zenu. وحديث أبي هريرة، حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متوم الله مسيما الرجل على دين خليله، mtu yuko juu ya dini ya rafiki yake. falyanzur ahadukum, basi na ataangalie mmoja wenu katika nyinyi, man yukhalil, nani anamfanya kuwa ni rafiki yake. Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hiyo salafi wa kweli ni yule ambaye anasuhubiana watu wa kheri, anasuhubiana watu wema, wenye itikadi sahihi, wenye akhlaqi nzuri na tabia njema na adab, wanaojipinda katika taa, kwa sababu watamsaidia katika nini? Kheri. Mtume anasema la tusahibu illa mu'minan, usisuhubiane, usimfanye rafiki isipokuwa aliye nani? Mu'min. Usisuhubiane yeyote yule atakayekuwa isipokuwa awe ni mu'min. Nukta ya 10, wa hatta takuna nasihan li ikhwanika as-salafiyin, na ili uwe salafi wewe mpaka uwe ni mwenye kunasihi ndugu zako masalafi. Wa hatta takuna nasihan, na mpaka uwe ni mwenye kutoa nasaha li ikhwanika as-salafiyin, ndugu zako masalafi, kunasihi ndugu zako masalafi idha waqa'u fil akhta, watakapojiingiza hao ndugu zao katika makosa, duna nashriha, basi na kusambaza hayo makosa yao, wa idhaatiha, kwa maana moja, duna nashriha wa idhaatiha, basi na kuyatawanya na kuyasambaza hayo, basi na kuyasambaza na kuyatangaza hayo makosa. Tayeb, duna nashriha, basi na kuyasambaza, wa idhaatiha, na kuyatangaza hayo makosa baina an-nas, baina nani? Watu. والدليل قوله تبارك وتعالى إن الذين يحبون، كوالي أما ونبيندا أن تشيع الفاحشة وينيا ووفو في الذين آمنوا، كوالي أما ومياميني لهم عذاب أليم، ونواو عذاب يكوميزا في الدنيا والآخرة، حفا دنيا نكشو آخرة، والله يعلم، نا الله نجوى زيدي وأنتم لا تعلمون، ننيهم جوي. وحديث تميم الداري، حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الله مسمى الدين النصيحة، دين كنا سيانا. قلنا لمن؟ تكسيما كنا سيانا كناني؟ قال لله، تكسيما كنا سيانا كواجي يا الله، ولكتابه، نكواجي يا كتاب شاكي، ولرسوله، نمتمي واكي، ولأئمة المسلمين، ما إمام أو viongozi wanaoongoza Waislamu, wa ammatihim, na kunasiana Waislamu wote kwa ujumla, wao kwa wao. Wako baadhi ya Waislamu wanajinasibu na sunna, lakini usijichanganye akajua utelezi wako au akajua kosa lako ambalo wewe umefanyaje, umelifanya. Kosa hilo yeye kwanza linamfurahisha. Jambo la kwanza, akiona wewe umekosea, jambo la kwanza anafurahi, anaona raha, anajisikia raha, yeye amekosea. Au umeteleza kufanya dhambi fulani, jambo la kwanza yeye anafurahi, anaona raha kwamba wewe umefanyaje, umeingia katika dhambi. Yaani hiyo ndio hali ya Uislamu wa leo. Lakini jambo la pili, kifua chake kinabana baada ya kujua kwamba wewe umefanya dhambi fulani au umefanya utelezi fulani. Kwa hiyo kikibana kifua, yani atamtafuta tu yoyote, kwa sababu kitampasukia kifua chake. Atamtafuta yoyote yule aende kumsimulia. Unajua tena anakujia kwa njia
ya kukusikitikia. Yaani nasikitika sana. Nini? Ndugu yangu fulani yule, nimekutana fanya jambo fulani. Yaani nasikitika sana ndugu yangu yule. Allah muongoze. Tayari ameshakudhalilisha tayari. Akitoka hapo ataenda kwa yule. Ndani ya dakika chache tu tayari wewe uovu ambao umeufanya umeshasambaa tayari ndani ya mji mzima. Mji mzima umeshatapakaa tayari. Salafi hafanyi hivyo. Salafi akikuona wewe unafanya madhambi au umeteleza ukafanya dhambi fulani, jambo la kwanza anachukia wewe kuingia katika nini? Madhambi. Jambo la pili anaumizwa, kwa nini wewe umeingia katika nini? Katika dhambi. Jambo la tatu anakufuata na kukunasihi, yansahuka sirran, anakufuata na kukunasihi. Kwa nini? Kwa siri. Maadamu dhambi umeifanya kwa nini? Kwa siri. Na atakunasihi mbele za watu maadamu umeifanya mbele za watu. Huyo ndio salafu, ikiwa maslahi na mafsada itaita kufanya hivi. Lakini sio watu wote. Mtawala hautamnasihi mbele za watu, unamnasihi kwa nini? Kwa siri. Jambo la 4, hasambazi hilo kosa au la 5, hasambazi hilo kosa na hiyo dhambi ambayo umeifanya, hawasambazi watu wengine, kwa sababu kuna khiri gani watu wote wakijua kwamba fulani bin fulani amefanya dhambi fulani? Kuna khiri gani? Kwa hiyo salafi, ndugu zangu, anakuwa hivyo. Salafi wa kweli anamstiri ndugu yake. Almuslim man satara musliman satarahu Allah yawm alqiyamah. Ndio mwenye kumstiri muislamu mwenzake Allah atafanya, atamstiri siku ya kiyama. Lakini maulama wanasema huyo atakayestiriwa hapa ni yule ambaye si kawaida yake. Yule ambaye atastiriwa hapa ni yule ambaye si kawaida yake, yani ameteleza tu kaingia. Lakini huyo mtu ni kawaida yake, yani yeye siku zote ndio jambo lake hilo, huyo hakuna haja kumstiri. Huyo anaanikwa wazi wazi, huyo hakuna haja kumstiri, kwa sababu mkimfumbia macho leo amekudhuru wewe, kesho atamdhuru yule. Kwa hiyo inatakiwa abainishwe jambo lake lifanyaje. Kwa mfano katika mitandao ya kijamii zama ambazo tunazo, na baadhi ya watu ni matapeli. Alisikadhani utapeli ni dhambi, sio? Kwa hiyo amekuja wewe amekutapeli au alitaka kukutapeli wewe, kibaini kwamba huyu ndio kawaida yake, huyu mtu ni kawaida yake, kwa sababu alimpigia simu huyu, alimtafuta yule, akamtafuta yule, basi huyu mtu jambo lake linatakiwa lianikwe mitandaoni. Jamani, fulani bin fulani, min babi at-tahdhir, katika mlango tu kutahadharisha, si kwa lengo la kumdhalilisha. Fulani bin fulani, shikeni tahadhari naye kwa sababu ana kadha. Ndio sawa. Ama si kawaida yake, ameteleza tu, ndio mara yake ya kwanza, au yani si kawaida yake kufanya hivyo, huyo tunatakiwa tumstiri. Kwa ndugu zangu, mpaka hapo risala yetu imetamatika. Walillahi alhamdu wal minna. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفق الله الجميع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.